Kwa majina naitwa Jenny Jairus Sanga, ni mtu wa maendeleo ya jamii. Ninafanya kazi katika shirika la Mbeya Simama CBR hapa Mbeya. Tunafanya kazi na watoto wenye ulemavu wa aina zote wa akili na viungo. Kwa hiyo tuna vituo vitatu ambavyo tunafanyia kliniki ya mazoezi. Tuna Simike, Iyunga na Uyole. Hivi vyote vituo tunafanya kazi mchanganyiko kwa viungo na akili kwa watoto kuanzia umri wa mwaka 0 mpaka 14, na tunajishughulisha na hali za watoto kiuchumi na maendeleo kiujumla katika jamii. Hivyo tunaweza kufanya kazi na watoto hao kwa nyanja tofauti tofauti. Kwa mfano, kuanzia hapa kliniki tunaangalia hali ya mama, afu pia tunaangalia mama anaishi katika mazingira gani, tunafika mpaka nyumbani anapoishi, tunaangalia hali yake ya kiuchumi na jamii anayoishi nayo. Tukishafika huko nyumbani tunatoa elimu kuhusu ulemavu ni nini. Kwa hiyo tunafanya kazi mpaka majumbani kwa watoto hao, tukiangalia hali zao za uchumi. Tukiangalia hali ya uchumi ya watoto, tunaangalia mama yupo katika hali gani, ana uchumi gani. Kwa hiyo kama uchumi wake utakuwa mdogo, sisi kama ofisi tunaangalia ni jinsi gani tumsaidie yule mama pamoja na yule mtoto ili kuweza kufanya maendeleo mazuri kwa mtoto. Lakini pia bado tunafanya kazi mashuleni. Kutokana na watoto wetu wengine unakuta wameendelea vizuri, pia tunawapeleka mashuleni, tunaenda kuangalia huko mashuleni mazingira anayokaa na wanafunzi, ni jinsi gani walimu wanamchukulieje pale shuleni hivyo. Na chengine tunafanya kazi pia na mahospitalini, tunaendelea kutoa elimu kuhusu nini maana ya ulemavu kwa wamama wajawazito na watu wenye wanazunguka pale hospitali. Chengine ni kuangalia ni jinsi gani huyu mtoto anaweza kufika kwa uharaka kwenye hizi kliniki zetu. Kwa hiyo kama mtoto anatoka mbali na kliniki, tunaangalia na huyu mtu anatoka mbali na kliniki kwa sababu gani na kwa nini. Kama ana uwezo wa kuhamia karibu na kliniki, anahamia, lakini kama hana uwezo, ofisi kama ofisi tunajaribu kumwangalia kwa ukaribu zaidi ili mtoto apate matibabu kiurahisi. Hivyo, kwa hiyo mimi huwa nafanya hiyo kazi, nafuatilia uchumi, nafuatilia maendeleo ya watoto kuanzia nyumbani mpaka sehemu hii ya huduma. Na hii kazi nimeanza takribani sasa naenda mwaka wa 9 tangu nimeanza kufanya hii kazi. Kwa hiyo zaidi nafahamu watoto hali zao. Kwa hiyo unapomwona mtoto najua ni jinsi gani nimsaidie huyu mtoto na ni jinsi gani tufanye ili maendeleo ya mtoto yaweze kuwa vizuri. Mimi hii kazi yaani napenda hii kazi kwa sababu gani? Kwanza napenda kutokana na kwamba jinsi Mungu alivyoniumba nilivyo tu nilikuwa naipenda hii tangu mtoto. Ndio maana nikaja hapa nikaomba, ndio naendelea mpaka hivi. Kwa hiyo kazi ya kuwahudumia watoto naipenda sana. Kwa sababu gani nasema hivi? Hata huku kwenye jamii kama kanisani, sehemu ya dini, mimi ni mwalimu wa watoto. Kwa hiyo watoto nawapenda sana. Ndio hivyo. Nawapenda watoto, afu napenda kila mtoto apate haki yake katika mazingira fulani. Yaani kwanza katika yote, mimi kama mama, watoto wangu wanapenda. Kwanza yule wa kiume Benson, kama mama nilipenda awe daktari. Sasa daktari sijamchagulia sekta ni sekta gani, ila awe daktari kwa ajili ya kuhudumia watu wapate unafuu. Ila Bilivu yeye nilipenda awe mwalimu. Huwa nawaambia kila siku, huwa nawaambia hata nikienda na vitabu, huwa nawaambia kwa sababu na wenyewe nawahusisha kuwa katika mazingira ya watoto ili waone hali za watoto na jinsi gani hawezi kumhudumia mtu yoyote mwenye shida kwa ukaribu. Kwa hiyo kwa mfano pale kuna mtoto wa mdogo wangu
huwa nawapeleka pale ili wazoee mazingira yote, ili hata siku akija kuwa wakubwa, nikiwaambia nini nafanya, kama watapenda watakuja huku nafanya, au watafanya kazi nyingine, ila kikubwa zaidi napenda wawe madaktari, hasa kwa watoto.